Leo ni siku muhimu sana. Nafahamu kwa siku ya leo sikutakiwa kutoa hotuba, lakini nimeona angalau ni wasalimu kidogo. Leo ni siku muhimu kwa sababu tunaadhimisha miaka 55 ya kupata uhuru wetu ambao tuliupata tarehe 9 Disemba mwaka 61. Wakati tunapata uhuru, wapo waliouona kabisa vizuri uhuru wakati tukisherehekea mwaka 61. Natambua mzee wangu Mwinyi, inawezekana wakati huo alikuwa na miaka 37 hivi au 38. Mimi nilikuwa na miaka 2. Kwa hiyo sikujua hata siku ya kupata uhuru. Lakini inawezekana wengine hawakuona kabisa kwa sababu wamezaliwa baada ya uhuru. Kwa hiyo tuliopo hapa wengi tumezaliwa baada ya uhuru, ukiondoa wachache wakiongozwa na mzee wetu Mwinyi na mama Karume na wengine labda walikuwa na miaka 3, mingine 5 na kadhalika. Kwa hiyo leo ni siku muhimu sana kwetu sisi. Hivyo basi, Watanzania wote hatuna budi kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutupa uhai na kuiona siku ya leo na kwa kuendelea kuilinda nchi yetu. Sambamba na kumshukuru Mwenyezi Mungu, tuwakumbuke pia wazee wetu wote ambao walijitoa muhanga kupigania uhuru wa nchi yetu, hususan wazee 17 waanzilishi wa chama cha TANU wakiongozwa na baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Kama isingekuwa ujasiri na ushupavu wao, huenda hadi leo tungekuwa bado tunatawaliwa. Kwa hiyo tunawashukuru sana kwa sababu walijitoa kwa hiari yao kuweza kutafuta uhuru wa Tanzania ili tuweze kuwa uhuru. Hii ni mara yangu ya pili ya maadhimisho haya kufanyika tangu nimechaguliwa kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Najua mtanijiuliza kwamba ni mara ya pili vipi wakati leo ndio nimekuja hapa mara ya kwanza. Mara ya kwanza ilikuwa mwaka jana. Ingawa hatukufanya sherehe kama hizi, lakini tuliazimisha kwa kufanya usafi nchi nzima. Ile nayo ilikuwa sherehe. Napenda niwaeleze ndugu zangu, kwanza sherehe za mwaka jana ilibidi tuziazimishe kama zilivyopangwa kwa sababu mbili. Sababu ya kwanza, sherehe zenyewe zilikuwa zifanyike baada ya mwezi mmoja tu kuapishwa. Kwa hiyo hata baraza langu na watendaji wangu wengine nilikuwa bado sijawateua. Lakini sababu ya pili, nilipoambiwa gharama za sherehe hizo mwaka jana zilikuwa bilioni 4, nikawa ninajiuliza, bilioni 4, kuna mambo yapi yatakayofanyika? Itakuwa ni kualika wageni, patakuwa chakula, patakuwa na posho na kadhalika. Nilipouliza hizo posho na chakula watakula Watanzania wote, wakasema ni wale wachache tu watakaokuwa wamealikwa. Kwa hiyo hizo fedha tulizielekeza shilingi bilioni 4 kwenda kutengeneza na kupanua barabara la Ali Hassan Mwinyi ambalo kwa sasa hivi limepunguza msongamano na Watanzania wengi wanalitumia na watalitumia katika maisha yao yote. Inawezekana niliwakosea Watanzania, ninaomba munisamehe.
Sherehe za miaka 55 nimeamua zifanyike kwa sababu kwanza gharama zake ni ndogo sana. Kwanza hakuna hata chakula baada ya sherehe hii. Hakuna zifa ya taifa. Kwa hiyo tukishamaliza hapa tumemalizana. Lakini pili, niliamua sherehe hii niifanye hapa Dar es Salaam kwa sababu ninaamini kwamba hii itakuwa sherehe ya mwisho kufanyika hapa Dar es Salaam. Ni matumaini yangu sherehe ya mwaka kesho itafanyika makao makuu ya nchi ambayo ni Dodoma. Kwa hiyo kwa wapenda gwaride itabidi sasa wasafiri kwenda Dodoma wakashuhudie shamla hizi nzuri ambazo tumezishuhudia leo zilizoonyeshwa na majeshi yetu. Ndugu zangu wananchi mlioko hapa na Watanzania, ningependa tu niseme kwamba sherehe za uhuru ni tukio muhimu sana katika taifa. Hivyo tutaendelea kuipa umuhimu siku hii na kuiadhimisha. Lakini kwa wakazi wa Dar es Salaam, kama nilivyosema, inawezekana hii ikawa ndiyo sherehe yao ya mwisho. Katika kipindi cha miaka 55 ya uhuru wa nchi yetu, tumepata mafanikio makubwa sana na mengi. Nafahamu wapo wenye kubeza mafanikio tuliyoyapata, lakini ukweli ni kwamba tumepata mafanikio makubwa. Tanzania ya leo ni tofauti na Tanzania ya mwaka 61. Kwanza tumelinda uhuru wa nchi yetu, tumelinda mipaka yetu. Mipaka yetu yote iko salama. Tunafanya mambo yetu sisi wenyewe bila kuingiliwa. Wapo waliojaribu kutishia uhuru wetu lakini wameshindwa. Tupo imara, tumedumisha amani, umoja na mshikamano wa nchi yetu. Tangu tumepata uhuru, nchi yetu ina amani na wananchi wamebaki kuwa wamoja. Hatubaguani kwa misingi ya rangi au dini au kabila au itikadi ya vyama. Tumejenga na kudumisha muungano wetu. Ni vyema Watanzania wote tukajipongeza kwa hatua hizi tulizozifikia. Ndugu zangu wa Tanzania, katika kipindi cha miaka 55 tumejenga miundombinu mbalimbali ya kiuchumi, ikiwemo barabara, madaraja, vivuko, meli, reli, viwanja vya ndege, miradi ya umeme, maji na kadhalika. Huduma za jamii kama vile afya na elimu zimeboreshwa na kusogezwa karibu kwa wananchi. Baadhi yetu tunakumbuka jinsi ambavyo zamani ilitulazimu kutembea umbali mrefu kufuata huduma za shule au hospitali. Tumeweza Watanzania, na tumeweza kweli kweli. Nchi yetu pia imeng'aa kimataifa kutokana na mchango wake katika harakati za ukombozi wa bara la Afrika, kutafuta amani na kupinga uonevu duniani. Napenda kutumia nafasi hii kuwapongeza sana viongozi wa awamu mbalimbali za uongozi wa nchi yetu kwa kazi kubwa walizofanya na kuwezesha kupatikana mafanikio haya. Wa kwanza ni marehemu baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Wa pili mzee wetu Karume. Wa tatu mzee wetu Ali Hassan Mwinyi ambaye yuko hapa bado kijana kweli na anaonekana kijana kuliko mimi, na itabidi anipe siri yake, lakini siri aliyoniambia ni kwamba lazima niwe na wake wawili.
Lakini pia mzee Mkapa pamoja na mzee aliyemaliza muda wake hivi karibuni, mzee Jakaya Mlisho Kikwete. Kwa hiyo kwa niaba yenu napenda niwapongeze sana viongozi hawa, lakini niwapongeze pia viongozi wa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, mawaziri wakuu wastaafu, mawaziri wastaafu, wa makatibu wakuu, wakuu wa wilaya, wa mikoa, na wote ambao walishiriki kwa njia moja au nyingine kutufikishia maendeleo haya ambayo leo tunasherehekea miaka 55 ya uhuru wetu. Ndugu zangu wa Tanzania, licha ya mafanikio tuliyoyapata, ni dhahiri kuwa bado zipo changamoto na matatizo ya umaskini, ukosefu wa ajira, upatikanaji wa huduma za jamii, rushwa na kadhalika. Napenda kutumia fursa hii kuwahakikishia wananchi kuwa serikali ya awamu ya 5 itaendelea na kuziendeleza jitihada zote zilizofanywa na serikali zilizotangulia, lakini pia tutajitahidi kwa nguvu zote katika kutatua hizo changamoto ambazo nina uhakika tumeanza kuzishughulikia. Serikali ya awamu ya 5 iliingia madarakani mwezi Novemba mwaka jana baada ya kufanyika uchaguzi wa mwezi Oktoba. Wakati wa kampeni za uchaguzi mkuu, tulinadi ilani ya uchaguzi ya CCM ambayo ilisheheni mambo mengi na wananchi wakaamua kutupa. Tuliahidi kujenga misingi imara ya kuifanya nchi yetu kuwa ya uchumi wa kati unaoongozwa na viwanda ifikapo mwaka 2025. Kulingana na dira yetu ya taifa ya maendeleo, tuliahidi kupambana na uzembe na ubadhirifu serikalini pamoja na kuboresha huduma za jamii, afya, elimu na maji na kadhalika. Ndugu zangu wa Tanzania, tumeanza. Katika bajeti ya mwaka huu ambao tulionayo, ambao thamani yake ni bilioni 29.5, tulitenga 40% ya fedha zote ziende kwenye miradi ya maendeleo. Katika miradi hiyo ya maendeleo tumeanza kuiwekea mikakati ili kuhakikisha kwamba nchi yetu inajengeka kiuchumi kikamilifu. Miradi hiyo inahusisha miradi ya umeme, ambapo kuna miradi kadhaa hapa Dar es Salaam na maeneo mbalimbali. Kwa Dar es Salaam, Kinyerezi 1, Kinyerezi 2, Kinyerezi 3, ambayo tunaendelea nayo katika kuhakikisha kwamba tunapata umeme wa kutosha. Katika miundombinu, ambapo katika bajeti zimetengwa zaidi ya trilioni 5.6, tumetenga trilioni 1 za kuanza kujenga reli ya kisasa na tenda zimeshatangazwa, na uhakika tutaanza na kilomita 200 ambazo lengo ni kuhakikisha kwamba tunaiunganisha Tanzania na nchi jirani za Rwanda, Burundi, Uganda, Kigoma, Mwanza, na reli ya standard gauge ambayo inabeba uzito mkubwa zaidi. Katika swala la usafiri wa anga, tumekwisha nunua mpaka sasa hivi ndege 6. Ndege 3 ni za aina ya Q400 Bombardier ambazo zina uwezo wa kubeba abiria 76. Ndege 2 ni za aina ya CS300 ambazo zitaanza kutumika kwa mara ya kwanza Afrika. Zilikuwa zinatumika kule Swiss Air, ambazo zenyewe zina uwezo wa kubeba watu kati ya 137 hadi 150. Na ndege hizo zitakuja kwenye mwezi wa 5 wa 6 hivi mwaka 2018. Lakini ndege nyingine kubwa zaidi ambayo nayo tumeshamaliza mipango na tumeshaanza kulipa fedha ni aina ya Boeing 787 8th generation ambayo ina uwezo wa kubeba watu 262.
Tumefanya hivyo kwa lengo la kujenga uchumi na utalii wa nchi yetu. Huwezi ukazungumzia kuimarisha utalii wakati huna usafiri wa ndege unaoutegemea wewe. Kwa hiyo ni baadhi ya mikakati ambayo tunaendelea nayo. Lakini katika sekta ya afya, napo bajeti ya afya imeongezeka, na katika bajeti ya mwaka huu fedha zilizotengwa kwa ajili ya kununulia madawa zimeongezeka kutoka bilioni 31 hadi bilioni 250. Katika sekta ya elimu napo tumeongeza fedha na tumeanza kutoa elimu bure kwa kutenga bilioni 18.777 kila mwezi, ambapo zinasaidia kutoa elimu bure kuanzia shule za msingi hadi sekondari. Lakini katika elimu ya vyuo vikuu tumeongeza pia bajeti kutoka bilioni 340 zilizotengwa mwaka jana hadi bilioni 483, na hivyo kuongeza idadi ya wanafunzi watakaojiunga na chuo kikuu kutoka 98,000 hadi kufikia 125,000. Kwa sababu ya hilo, wanafunzi walioongezeka katika kujiunga katika shule za msingi sasa wameongezeka kwa 84%, sekondari wameongezeka kwa 26%. Lengo ni kuhakikisha kwamba tunajenga elimu kwa kiwango kikubwa kwa Watanzania wote. Bajeti pia katika makusanyo yameanza kuongezeka kutoka makusanyo ya bilioni 850 hadi wastani wa makusanyo ya trilioni 1.2. Ndugu zangu, tunafanya haya yote na mengine mengi ambayo sikuyataja hapa kwa lengo kubwa la kuhakikisha tunaweka Tanzania mpya. Pamoja na mazuri haya yote ambayo tumekuwa tukijitahidi kuyafanya, changamoto zimeendelea kuwepo. Baadhi ya changamoto ni pamoja pia na ufisadi na rushwa ndani ya baadhi ya watendaji, ambapo wakati tunazungumzia kuhusu mshahara na wafanyakazi, tulipoamua kuwapunguzia pay kutoka 11% hadi 9%, tumejikuta mpaka sasa hivi tuna wafanyakazi hewa 19,000. Tumekuwa tukitoa fedha kwa ajili ya TASAF kwa kaya zilizo masikini. Tumejikuta mpaka sasa hivi kaya masikini hewa zimefika 55,000. Wakati tunajitahidi kuboresha wanafunzi kwa kusoma bure, tumejikuta mpaka sasa hivi tuna wanafunzi hewa 65,000 na mambo mengine mengi. Kwa hiyo napenda kuwathibitishia ndugu zangu wa Tanzania, juhudi tunazozichukua na ambazo tumeanza kuzichukua katika serikali ya awamu ya 5 ni kwa lengo la kuboresha maslahi ya Watanzania wote, wala si kuboresha maslahi ya Watanzania wachache ambao walikuwa wamezoea kula jasho la watu wengine. Kwa hiyo tutaendelea kuchukua hatua kali, ikiwa ni pamoja na kuwatumbua hadharani wale waliokuwa wamezoea kutumbua hadharani mali za Watanzania. Lakini tutaendelea kuchukua hatua kali katika masuala ya rushwa, kwa sababu rushwa ni kansa. Napenda nitumie nafasi hii kulishukuru sana Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na vyombo vya utoaji haki kwa kupitisha sheria ya kupambana na rushwa. Tutaisimamia vizuri. Nilishazungumza na Jaji Mkuu, nimeshazungumza pia na ofisi ya Mwanasheria Mkuu na vyombo vingine, polisi na PCCB, kuweza kuhakikisha kwamba vinatenda haki, lakini pia wale wanaostahili kupata malipo yao kutokana na haya ambayo wametufikisha hapa waweze kushughulikiwa kikamilifu.
Lakini pia serikali ninayoiongoza tumepanga kuhakikisha kwamba tunaondoa uonevu, hasa uonevu kwa wananchi wanyonge. Kwa hiyo tutaendelea kushirikiana na kutatua changamoto zinazowakabili wananchi wanyonge ili waweze kufaidika na Tanzania yao. Ndugu zangu wa Tanzania, wakati tunaadhimisha miaka hii 55 ya kupata uhuru, ombi langu kwenu, tuendeleze kudumisha amani yetu. Amani ndiyo msingi mkubwa wa maendeleo. Bila amani hakuna maendeleo. Hivyo basi tuendelee kulinda amani yetu na kufichua watu wenye nia ya kuhatarisha amani zetu. Sambamba na kulinda amani yetu, hatuna budi kudumisha umoja na mshikamano wetu ambao ndio nguvu na silaha yetu kubwa kama taifa. Lakini pia tuendelee kuulinda muungano wetu ambao ni silaha kubwa ya umoja wetu ili Tanzania tuendelee kwenda mbele. Lakini wito wangu pia kwa Watanzania, ni vyema tukaendelea kufanya kazi. Kila mmoja wetu lazima afanye kazi kwa bidii kama ambavyo kauli mbiu yetu ya hapa kazi tu inavyoeleza. Uwe mkulima, uwe mfanyakazi, uwe mfugaji, uwe mvuvi, uwe mfanyabiashara, uwe mhina hasari na kadhalika, ni lazima sisi wote tujipange katika kutekeleza haki yetu ya kufanya kazi, na iwe kazi iliyo halali. Wazee wetu walipambana kwa kutuletea uhuru. Sisi wa kizazi cha sasa tunao wajibu wa kuchapa kazi kwa bidii ili kuijenga taifa letu, kwani hatuna shangazi, hatuna babu, hatuna mjomba atakayeweza kutuletea maendeleo ya nchi yetu. Maendeleo ni lazima tuyafanye na tuyalete sisi wenyewe kwa ajili ya kufanya kazi. Ndugu zangu wa Tanzania na ndugu zangu wana Dar es Salaam, leo ilikuwa ni siku ya sherehe, na siku ya sherehe ya kuzaliwa uhuru wetu huwa ni siku ya kufurahi. Nipende kuwashukuru sana kamati ya maandalizi ya sherehe hii, imefanya kazi nzuri. Lakini nipende kuwashukuru majeshi yetu yote ambayo yameonyesha umahiri mkubwa, na sisi wote tutatoka hapa tukijua tuna majeshi ambayo yako kweli mbele kwa ajili ya kulinda nchi yetu. Wameonyesha umahiri mkubwa, gwaride zuri na mambo yote mazuri. Hongereni sana makamanda mnaoongoza vikosi mbalimbali ambao mmetoa burudani ya leo. Lakini niwashukuru sana viongozi mbalimbali, wazee kwa vijana, kina mama ambao wamejitokeza kwa wingi sana katika siku hii muhimu ya kusherehekea uhuru wetu wa miaka 55. Niwashukuru sana mabalozi wanaowakilisha nchi mbalimbali ambao wamejitokeza hapa kuja kushiriki na sisi. Niwashukuru sana wananchi wa Dar es Salaam chini ya uongozi mahiri wa mkuu wa mkoa ndugu Makonda kwa kuzipamba sherehe hizi muhimu sana. Niwashukuru sana vikundi mbalimbali vya ngoma pamoja na nyimbo, vikundi vya makomando na wengine wote walioshiriki hapa katika kusheheni na kuifanya sherehe hii iwe muhimu. Ndugu zangu wa Tanzania, napenda kuwahakikishia serikali ya awamu ya 5 imejipanga kufanya kazi, na tutafanya kazi kweli kweli. Kwa bahati nzuri,
viongozi wote niliowateua kunisaidia kazi, akiwemo waziri mkuu, makamu wa rais, mawaziri, wakuu wa mikoa, ma-DC, wakurugenzi, mpaka makatibu tarafa na wengine wanaoshiriki katika maeneo mbalimbali wananisaidia vizuri sana. Niwaombe Watanzania mtoe ushirikiano mkubwa kwao ili tuweze kutimiza haya ambayo tumeahidi. Napenda kuwahakikishia ndugu zangu wa Tanzania, wakati tunasherehekea miaka 55 ya uhuru wa Tanganyika, sisi mliotupa jukumu la kuongoza serikali hii katika awamu ya 5, hatutawaangusha. Nasema hatutawaangusha. Tutajitahidi kutatua kero zenu kwa kuzingatia sheria na maadili ya nchi yetu. Tutajitahidi kuwafanyia kazi Watanzania wote bila kubagua vyama vyao, dini zao, maeneo yao, makabila yao au hata jinsia. Sisi kwetu hapa ni kufanya kazi tu ili yale tuliyoyaahidi wananchi waweze kuyapata kikamilifu. Ndugu zangu viongozi mliohudhuria hapa, napenda tena kuchukua nafasi kuwashukuru sana. Asanteni sana. Nawashukuru sana wana Dar es Salaam. Ninawashukuru sana Watanzania wote wanaotusikiliza. Mungu ibariki Tanzania. Mungu abariki Watanzania wote. Asanteni sana na hongereni sana kwa kutimiza miaka 55 ya uhuru wa Tanganyika. Asanteni sana.